Naam, salamullahi ala al-ikhwa. Ilinichukua muda kufahamu ya kwamba aliyekuwa mwalimu wangu wa lugha ya Kiarabu ndiyo babu yangu, lakini licha ya kulifahamu hilo, aliendelea kutufunza vitu vingi vinavyohusiana na lugha hata visivyohusiana na lugha kwa kujitoa kwa moyo wote. Na mimi baada ya kulifahamu hilo, spidi na juhudi za kujifunza ziliongezeka maradufu, kwa sababu niliamini nitapata upendeleo zaidi ya wengine katika kujifunza mengi, lakini hisia zangu hazikuwa tofauti. Babu yangu alinipendelea kunifunza vitu vingi ambavyo wengine walivikosa. Siku moja katika kujifunza lugha na babu yangu alinipa utofauti kati ya maneno mawili ya lugha ya Kiarabu, saum na siyam. Aliniambia neno siyam ni saum, lakini saum sio siyam, akimaanisha hivi: saum ni neno kujizuia, yaani kujizuia katika kitu fulani au jambo fulani kama vile kula, kunywa, lakini inaenda zaidi mpaka kujizuia kuongea, kuzungumza na watu. Na ndio maana katika Qur'an ikaja katika surat Maryam, inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallima alyawma insiya. Maryam akimaanisha ya kwamba yeye ameweka manuizi au ameweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba atafunga saumu au atajizuia kuto kuzungumza na mtu yeyote. Na katika neno siyam ni kwamba ni aina ibada ya funga, ya kufunga, kujizuia kula, kunywa na vitu ambavyo vinaharibu kufunga, kama vile katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio maana ikaja katika Qur'an, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lakini mpaka hapo ndani ya muda mchache umeweza kujifunza kitu ambacho hukutarajia. Jifunze lugha na babu yangu.